tofautisha Shamsa na Mariam. Wewe ni Mariam, mimi ni Shamsa. Wewe unaweza kumsamehe, mimi siwezi kumsamehe. Kama ndio hicho ulichonitia shughuli yangu, sipo na wewe. Yaani siku ile tulipokutana njiani, aliniambia mambo mengi. Siku ile nimekuja tu kushauri kama rafiki yangu. Kwa hiyo ushauri wako ndio umekuingia wewe uje kuniambia mimi hapa. Sasa yeye ndo kanaambia nije nikwambie wewe. Sitaki. Mwenzangu, kama hutaki basi. Yaani sitaki kabisa. Alichonifanyia. Afa sasa hivi tena nirudi tena. Mimi. Basi wewe nifikishie taarifa zake. Mfikishie tu, mwambie Shamsa kagoma, hataki. Sema nini? Mimi mwenzako anaenda zangu nyumbani. Maana ulichonitia kumbe ndio hichi yote ni hakina maana, nilidhani nini. Ila sio vibaya mwana kwa kumfuatisha wewe mwenzio. Sawa bwana, baadaye basi. Subiri niondoke zangu. Bye. Oya vipi wewe? Mbona na hasira? Mimi sikuja kwa ugomvi leo. Ila nimekuja tu kwa amani, tuyajenge mimi na wewe. Wote sisi ni wanaume. Sema shida yako nini? Wote sisi ni wanaume. Sawa. Umenielewa? Sawa. Wewe ndugu yangu ni bodaboda. Wewe ni blaza wangu. Umenielewa? Tena ni mkubwa wangu. Sikukuti hata kwa nini. Umenielewa? Unaweza kanisaidia tu kimaisha. Nipe michongo basi ndugu yangu. Tusahau ya nyuma yaliyopita. Lakini si unajua bodaboda. Mimi kukusaidia kwangu nitakwambia labda tukae kijiweni. Utafute pikipiki. Sasa pikipiki huu unasema nini nikwambie? Mimi nitakuja au mkwenu. Sawa. Nitakuja nyumbani kwenu alafu nitakupangilia. Sawa, lini sasa utakuja nyumbani? Siku yoyote. Kwani wewe unaenda wapi? Mimi nipo nyumbani muda wote. Nikitoka nyumbani mimi naenda shamba, nikitoka shamba narudi nyumbani. Tarudi hapo muda nitakao kuja mimi sio wa shamba, labda kama wewe utakuwa Mwanga. Ndio. Wewe si unataka hela, kupata hela, kutafuta hela unaweza? Ndio nataka kutafuta. Issue za mtaani kama unavyojua. Mngwe sana. Haina shida. Yaani chochote, risk road, si unajua risk road? Chochote kinachotokea mzee. Hivi. Baadaye mimi nitakuja pale kukupangilia. Leo jioni ikifika saa 12 saa 1. Basi poa. Kwa umeamua kuja nyumbani? Ndio nimekuja, na shangaa toka siku ile, yani nikipiga simu yako haupokei. Sasa mimi nifanyeje? Nimeamua kuja nijue yani hatima ya penzi langu. Niambie. Sasa nikwambia nini? Hujui kipi? Yaani toka siku ile umeondoka, kwanza sijajua hata sababu umenikushi. Mimi sina ugomvi na wewe. Yaani hata sijajua, yani sasa sielewi umekutwa na nini wewe mwanamke. Hamna. Yaani mambo yalikuwa mengi tu. Mambo ni mengi? Ndio. Wakati kipindi kile ulikuwa unasema kwamba siwezi kulala bila kuona message yako. Mara unasema siwezi kulala bila kukuona. Leo imekuwa mambo ni mengi. Ndio hivyo sasa. Ila kumbuka kitu kimoja mama. Mimi nawe tumetoka mbali sana. Alafu kumbuka huu mchezo mimi nilikuwa siutaki kabisa, kutokana nilijua tu yatatokea haya. Kwa nini umenishawishi baadaye kaja katokea haya tena ambayo nimeyakataa? Kwani nilikwambia kwamba watoto wadogo mimi sipendagi kwa sababu najua mambo yao yani. Alafu imetokea vile vile. Unajua kitu, yani unajua kitu gani moyo unavyoniuma. Yote sawa, ila sasa hivi mimi nipo busy kidogo. Ila nikiwa free mimi nitakucheki. Ila usiwe unakuja nyumbani bwana. Yaani sasa hapa kama tulivyosimama hapa mama akitokea, unajua kitatokea kitu gani hapa? Mimi najua ni ndoa ya mkeka tu. Kipi kingine tena? Unavipenda ndoa ya mkeka sasa? Sijui utaikutoa mahali wewe. Nenda bwana, mama sijakukuta hapa. Basi sawa, hilo nitafuta. Usimtafuta na kuja tena. Mimi nitakutafuta. Sema usiwe unakuja bwana hapa. Mimi mzako kakaangu anapenda vurugu yule. Mimi siji. Sawa, nenda basi. Ila zingatia. Sawa, mimi nitakutafuta baadaye. Nimekuja hapa na mazungumzo na wewe. Hivi tuombe. Baada ya maneno amenikasirikia hao. Mimi nimekukasirikia kutokana na vile ulivyofanya.
Mimi naomba unisamehe. Hivi kama zamani. Ni sawa unavyozungumza, ila maumivu ulionipatia ni makubwa, ndio maana nikakata tamaa tayari kuwa na wewe. Nikasema ngoja nijiweke pembeni, muangalie ataendeje. Naomba unisamehe, mimi nimekosea. Tugonge ajayo. Sawa, kukusamehe sio shida. Sasa hivi umebadilika kipi? Nimebadilika. Yale ya mwanzo niliona hayana maana. Kwa turudiane. Kwa hiyo unaniahidi nini kwa hilo ulilolisema? Tuendelee na mapenzi yetu ili tuoane. Sawa. Mimi nimekusamehe. Kweli? Nimekusamehe. Nimekusamehe kabisa. Basi ni mchumo. Nimekumisi. Kweli? Lakini sio nimekupa nafasi sasa uichezee. Ukichezea hii ikienda tayari. Nakwambia kweli. Utakosea. Ole wako nikosea. Nikikosa naomba unisamehe. Dhumuni kubwa ni kuwa na wewe. Sitamani nikukose wewe, baby. Hivi Ngolea, mbona sijamjua mpenzi wako? Mpenzi? Ndio. Yaani mpenzi ninachokipenda au mpenzi vipi? Yaani mpenzi, mtu ambaye ulojenga mahusiano naye ya kimapenzi. Mimi ni naye. Unaye? Ndio, lakini simpendi kimapenzi kama unavyofikiria vile. Sasa unampendaje? Nampenda tu kama rafiki yangu. Yaani hivyo, yani nikikaa hivi namfikiria, sometimes uwepo wake karibu kwangu waga najisikiaga raha sana. Mambo niachie kwanza. Unajua unachekesha wewe. Kivipi? Yaani mtu umpende kama rafiki yako. Ila sio mbaya. Kwa nini unasema hivyo? Hamna, mimi nimekuuliza tu. Kwani kuna ubaya nikikuuliza? Hakuna ubaya wote. Unajua nikwambie kitu? Na mpenzi wangu ambaye namuwazia, yani ninazomzungumzia hapa ni wewe. Yaani wewe ni rafiki yangu ambaye wa muda mrefu. Alafu huaga mara nyingi sana kuna baadhi ya vitu navipata nikiwa na wewe. Masiara bwana. Masiara gani? Wewe umpende mtu kabisa, umpende kama rafiki yako hivi na hivi. Wewe unachukuliaje hiyo? Sawa, lakini Shemsa pia nataka nikuulize kitu. Niulize. Unajua nikikwambia wewe mtu mzima sijakutukana eh? Hujatokana na kweli. Kidogo nafikia kwenye utu uzima mpaka unaota vipele usoni. Kabisa. Lakini sijawahi kukusikia mtaani kwamba unatembea na nani. Hujasikia. Yaani mpenzi wako tunahusiana na nazungumzia. Hapa kijijini mpenzi wako ni nani? Yaani kifupi sina. Sina kabisa. Okay, basi sawa. Kwanza sisi tunaenda huko afu umenisimamisha wewe. Yaani lo muhimu kabisa ulijinisimamisha hapa nini? Sina hata chingine. Una hakika? Ni kweli. Sasa unataka nikuulize nini mimi? Maneno anasema hivyo. Lakini mbona kama moyo usemi hivyo? Wewe nataka kuuliza hivyo tu. Sure. Kabisa. Okay, sawa. Mimi nimekuelewa. Ila kuna kitu kimoja Shemsa, kama hutojali. Sikia. Kitu gani hicho? Nahitaji tuwe zaidi ya marafiki. Ndio. Maana yako? Yaani na maana hujaelewa. Sijaelewa. Ama kweli mjinga mpe cheo mnyime mshahara. Yaani unashindwa kuelewa jambo dogo kama hilo? Sasa si kikubwa ni kueleweshana tu. Hebu nisikize nikwambie. Yaani unaweza kawa una mpenzi wako. Yaani unamjali kwa kila kitu. Ila akawa anakufanyia vitu yani vya maajabu, yani mpaka kiasi kwamba yani kwa kifupi anakuja kukuharibia maisha yako. Kwa hiyo ni kama rangi nyeusi tu. Ndio maana mara nyingi sana kwenye nyumba inawekwa chini kwa ajili ya kuzuia tope tu. Ila hutonielewa kwa leo. Ila kama siku utapata muda, tutaongea vizuri zaidi. Itakuwa vizuri. Basi tuende tu.
Naambia kaka. Safi sawa Mariamu. Bwana alikuwa anakutafuta wewe. Mimi nakupenda sana, nataka kuoa. Unanipenda? Uwe mke wangu wa ndoa kabisa. Yaani sitaki kuchezea kama wanaume wengine. Niwe mke wako. Uwe mke wangu wa ndoa kabisa, halali. Makubwa. Mbona guna sasa? Hamna. Yaani mimi hata sijui nikujibuje mwenzako. Haya, ugumu uko wapi tena hapo? Au na mume? Mimi. Ushaolewa? Mimi bado sijaolewa. Hujaolewa? Na mimi sijaoa, tatizo liko wapi hapo? Basi nitakujibu baadaye, maana naona pale jamii kuna wadudu wanang'ata hatari. Wadudu wana mfupa, achana nao. Eti hawana mfupa. Mimi naniwete jamaa. Sasa baadaye itakuwa baadaye ya saa ngapi? Maana mimi ndio hivyo. Mimi nitakutafuta. Utanitafuta? Kweli? Kweli. Sasa nitakupata maeneo gani maana simu wewe huna? Mimi nitakutafuta sasa. Utanitafuta? Banda la TV pale, Mabonge pale. Napenda kukaa pale naangaliaga picha pale. Sawa. Sawa? Sawa. Basi haya. Natumaini majibu mazuri kutoka kwako. Poa, usijali. Nipo serious ujue. Sawa. Hivi we dada, yaani kuja kwenye kijiji chetu ndio uje haribu familia za watu? Umekaribishwa vizuri sana, tukajua kwamba umekuja ni mdada mkarimu, ila kumbe hujafunzwa Sababu nini? Yaani unaharibu familia za watu kwa sababu gani? Hebu niambie basi. Yaani leo tunakosana kifamilia kwa sababu yako. Kwa sababu gani? Hivi unajua yeye ndio chanzo? Mtoto wangu kutokuolewa na Mwega. Tumekufanya nini hasa? Ni kweli Azmina, ni makosa makubwa niliyoyafanya. Ni mtihani mkubwa nilokuwa nao, na hata ngikuhadisia hauwezi kunielewa. Kiufupi, nitangulize samani kwanza dadangu, kama ni mtoto wa mwanamke. Narudia tena, naomba unisamehe au naomba mnisamehe. Sawa, kama ushajua kosa lako, enda kamwombe msamaha dadangu. Dada kakelekwa sana kitendo cha mtoto wake kutokuolewa na kakelekwa sana. Kama ushalifahamu kosa hilo, naomba tu kamwombe msamaha dada. Shelewa. Sawa, mimi nimekuelewa. Nimekubali kwa yote, kwa sababu binadamu siku zote lazima kukosea. Kwa hiyo na mkubwa ukimkosea na mdogo ukimkosea, lazima uombe msamaha. Sikiliza nikwambie ndugu yangu. Sio kwamba nakusisitizia kwenda kumuomba msamaha dada yangu. Ila dada ana kisasi na wewe kikubwa sana. Usipoenda kwa dada, yatakukuta mambo. Usije ukaja kunilaumu. Umenielewa? Sawa, nimekuelewa dadangu. Na ndio nikakwambiaje? Binadamu kukosea lazima. Na kuomba msamaha pia ni lazima. Wala tu hamna shida. Mimi ni hilo tu. Naomba ukamuombe dada yangu msamaha. Yangu ni haya tu yameisha.
Wewe vipi bwana? Bwana fresh mwanangu. Wewe naona mmeniita hapa vipi? Kuna jipya au mmenitia story tu? Bwana sikiza kitu kimoja mwanangu, au sio? Haya. Hapa si kuna mchongo ambao tumekuja nao. Mchongo? Unajua wewe mwanetu? Ndio. Si jana katika kwenye pita zetu mwanangu tumemkuta yule mchumba kuna sehemu yupo. Ndio. Alafu baya yenyewe sana ana mwanaume anaye. Ana mwanaume? Ndio. Wanangu zungumzeni mambo ya ukweli ujue mchumba mimi nataka nimuoe yule. Ani hakika. Jana live kabisa mwanangu yupo na mwanangu hapo mwanangu nani nikamwambia wewe mwanangu sikiliza angalia mbele akasema kaambia wewe piga kimya mwanangu. Wewe Rashidi. Poa. Anaozungumza jamani na uhakika au mwanangu? Ani uhakika mtupu, ani uhakika mtupu yani. Kwa macho yangu mwanangu. Mchongo sio poa mwanangu. Sema ngaona bora tumite mwanetu hapa tumuelezee mchongo kama hapa ikiwezekana. Wewe tumsikilize yani wewe utakachopanga senda yani mstari ule ule. Mshikaji mwenyewe ni nani kwanza? Wanamuita nani huyo? Kudola. Kudula. Mshikaji ule boda boda. Sasa nani? Wewe mwanangu kafeli sana. Kazingua mwanangu, kazingua. Wewe sasa sikilizeni niwaambieni kitu. Kudula mimi kwangu yule asumbui, mshanipata vizuri. Alafu ule mchumba mimi kama vile nilivyoelekeza mimi nishamtolea nini? Nishamtolea posa, mshanipata vizuri. Alafu nyi wanangu. Nyi wanangu, nyi familia yangu ujue. Nyama. Si mnanielewa vizuri? Amini mwanangu. Mimi natoka hapa sasa hivi naenda kwa yule mchumba. Si mshanielewa? Ila baadaye tutapanga timbwili mumtafute Kudula. Sikiliza mwanangu au sio? Mchongo wote ambao utakao tuelekeza mwanangu sisi tuko nao sambamba. Tunaangalia kitu sawa. Au sio? Yaani wewe mchongo wote utakao tupanga sisi tuko nao sambamba. Tunao sambamba. Wanangu sikilizeni. Mimi nawategemea. Usiwaze mwanangu kuhusu hilo hapo. Yaani nitakuvunja pale pale yani. Fresh mimi ngoja niende basi. Ila baridi heshima. Kwa jamaa kazingua kinyama. Yaani mwanangu kama ndo mimi atakuoa yani mwanangu kazingua kinyama mwanangu. Yaani kanitoa kwenye mudi kabisa yani. Sema nini? Baridi mwanangu yule pale mwenyewe kinega tu mwanangu. Wewe vyote mwanangu lazima tumudu tu. Napigwa. Sasa sikiliza mwanangu. Mimi ngoja nitoshike bondeni kidogo kwanza ni boy kwanza unajua. Wewe mwanangu kanitoa kwenye mudi mwanangu unajua siku mwanangu mdundo unakuwa sana mwanangu mibia kama yote. Sikiliza mwanangu yule pale mchumba tu kama chumba kingine hapa kwetu atoboi hata sekunde. Jambo gani tena? Iko hivi. Mimi nakuona pale gengeni kwako. Maana nikija hapa nakukuta nyumbani kwenu pale umetulia mwenye na mambo yako. Lakini sasa nimeona ili jambo nikikaa nao sana litanitia vidonda vya tumbo. Umeona? Sasa ni bora nilizungumze. Kiufupi yani nakuhitaji. Unahitaji? Nakuhitaji. Kivipi? Yaani nakuhitaji wewe. Yaani siji nisemeje? Yaani unanihitaji kiurafiki au unanihitaji mama amesema sijui biashara, sijui nini? Unanihitaji kivipi yani? Yaani kwa hivi. Nakuhitaji wewe uwe mchumba wangu yani. Makubwa. Santa elewa vipi? Wewe umemleta mtoto wako aje apose mtoto wangu. Leo tena baba mtu ataka mimi. Inakuwaje? Sio hivyo. Yaani iko hivi. Sema mambo haya bana naingiliana. Yaani nimekuja nina masumuni yani niulize majibu ya mtoto wangu. Umeona? Sasa nimekuja tena nimeropoka swala kukupenda wewe tena jamani. Ya maisha jamani. Ila watu ndugu wa maisha haya. Nauliza jamani ili jibu la mtoto wangu vipi jamani? Yaani hilo tu. Makubwa jamani. Haya kubwa yake nini? Masielewi mara wewe sijui nakupenda au mara upamvu bado unaendelea. Yaani mimi sijaelewa yani. Yaani kweli hujanielewa. Yaani iko hivi. Mimi mwenyewe tu yani nimevurugwa na mambo yangu. Kwa kweli umevurugwa. Ila tu nilikuwa nimekuja niulize swali la mwanangu kwamba jamani ujumbe wangu naona majibu hayarudi. Sasa nikaona nikuite nikuulize. Na alafu pia kweli mimi naweza nikakupa majibu lakini yasiwe sahihi. Lakini ukifika nyumbani watu wapo wakubwa. Maana dadako na yule naona chenga nyingi. Hapana, hamna chenga. Afu umetoa 200 vyangu ujue pale. Sahihi. Jamani, hivyo 200 tena si kwa sababu unataka mke au? Ndio. Sasa ndio muone koma jamani. Sawa. Ndio hilo tu baba. Ndio hilo tu. Haya. Karibu nyumbani. Basi sawa. Mimi naona nikuache. Ila nisipokuja leo jioni, basi kesho asubuhi nitafika kwenu. Basi karibu sisi. Haina shida. Karibu sana. Haina shida. Mwanaume pumba yule. Eti hivi nakutaka. Si nini?